Okay, majina yangu mimi naitwa Ismail Sakwa Mshukumo. Mimi ni naibu wa chifu wa Katandoko ya Makwale. Nikiwa kwa village ya Mwaku, Lushea location, Lushea division, Mumias East sub county, Kakamega county. Jana tumekaa muda mrefu bila stima karibu 3 weeks. Sasa jana watu wa Kenya Power walikuwa wameleta transformer, wakaanza kuconnect mwendo wa saa 11, saa 12. Waliingia saa 10, lakini connection saa 11. After assembling, mimi nilikuwa tu kwa boma, nikisharudi kutoka kwa mahali nafanya kazi kwa ofisi yangu, na nikasikia mlipuko. Nikafikia labda watoto wanatupa mawe kwa nyumba. Kuwauliza wakasema hapana, hatujatupa mawe. Muda kidogo nikaona pulp inalipuka kwa nyumba ya kijana wangu. Muda kidogo nyumba yangu pia pulp inalipuka. Sasa nikakimbia kwa cutout, kwa meter box nikatoa cutout. Kutoa cutout na bahati mzuri tena pipi ya kijana yangu hapa juu anaitwa Esther akafika. Nikamuuliza huko juu wameleta transformer, akasema hata sasa wana connect. Na nikauliza sasa wakileta transformer wesi tuambie, na naona imeanza kuchoma vitu, kwa sababu pulp zimeanza kuanguka chini. Akasema wana connect, na tayari nilikuwa nimetoa hiyo cutout, nikaenda kuangalia hizo mahali hizo pulp zilikuwa zinatoka. Muda kidogo bibi yangu anaanza kupika nduru, nyumba inaungua. Kuangalia kuna moshi imetoka juu ya nyumba. Sasa hiyo nduru ikaleta majirani, watu walikuwa hapa wengi, watu walimwakika hapa kama mvua, wakuchota maji, udongo, wengine wakapanda kwa ceiling pot, ndio tukamanage kuzima hiyo moto. But already hiyo moto ilianzia kwa master bedroom, ambapo kila kitu iliungua beyond any repair. Na tena hiyo bedroom ndio mahali naweka vitu zangu za maana sana, especially ile makaratasi mimi nafanyia kazi, certificate za watoto, zote zilikuwa kwa hiyo room. So far vitu ambayo imeungua hapo sijajua haswa ni kiasi gani, lakini nikifanya tu approximation is almost 500,000. Hata inaweza pita, kwa sababu hata wale ofisa kutoka Shanda pia walikuwa hapa, wameangalia, wamevisit scene of incident, wamekakua, wamepika picha, wameenda. Hata vile niliwaambia kulingana na estimation yao ilipita 500,000. Because hata jana mimi nilikuwa nimechanganyikiwa, ndio nilichukuliwa tu hapa na bodaboda akanipeleka Shanda kupika report. But it was already late, hata police station Shanda we had no power. So ikalazimika ya kwamba wakuje the morning. So this morning wamekuwa hapa, wamechukua report, na lakini jana walikuwa wamenipa open, nilikuwa nimereport, of which hata nikakapcha kwa hall yetu administration, Mumias East administration. So the incident was caused by default ya watu wa power, kwa sababu hii moto tuliingiza hapa 2012. Na tangu 2012 moto huwa inapotea, transformer huwa wanakapatilisha, na hiyo incident haijawahi fanyika. Hii stima yangu ilifanywa na mtu ambaye ni certified contractor kutoka Kameka, Mr. Majinga, though he passed on. Yeye ndio alinifanyia hii wiring. He was a certified contractor, nilipeleka certificate kwa Kenya Power ndio waka install. But if it was a default kutoka kwa hii nyumba, ingekuwa nyumba yangu pekee. Hapo wanalalamika ya kwamba pia zililipuka, nini pulp zililipuka. Only that they rescued, kwa sababu wale walikuwa karibu na mahali walikuwa na connect, walikuwa wanatoa hizo cutout mapema. So kitu iliharibika tu kule kwao from the reliable sources, ni pulp ndio zilikuwa zinalipuka. So other apparatus kama TV wenye walikuwa wameweka on pia zilienda. So me I'm blaming Kenya Power and Lighting, and from my reliable sources it is like wanachukua the train watoto ambao wana train, wale ambao wana train ndio wanaweka kuunganisha hiyo moto, and that is very wrong. It is not in order. So mimi nalauma they have a case to answer. Walikuja tu hapo wenyewe jana wakadisconnect from the service line, though already mimi mwenyewe nilikuwa nimetoa cutout. After disconnecting na wakaenda hivyo. Na hata kuna watu waliwasikia wakiongea huko ya kwamba hii moto ilikuwa mingi, kwa sababu wakati walikuwa wanapima it was almost 320
Faults or what? Faults. So hiyo moto ilikuwa, it was abnormal. Hii line ya kuteremka huko kwetu, ya huko juu it was normal 220, but ya huko ilikuwa 320. So we expected vile walikundua moto ambayo inakuja kwa hii line ya chini ni mingi, hawange connect wakati wanakosa huduma, kwa sababu moto imekosekana kwa muda mrefu. Na hata sisi kama administrators, unajua we are security agents. Sasa wakati when we are delegating our duties, when we are discharging our duties, inakuwa vigumu sana, especially wakati wa usiku na during rain season. Unakuta wale wezo wanachukua hiyo advantage, wakati hakuna umeme wanakuja wanapomoa manyumba za watu na hata ng'ombe kupotea. But wakati tulikuwa na umeme hatukuwa na shida kama hiyo. So wakati we reported to them, I talked to some of the officers in Kenya Power, wakaniambia kwamba ile mafuta wao wanaweka kwa transformer haikuwa Kisumu, kwa sababu sisi ofisi yetu tunaripoti Kisumu. So one of them akaniambia by Wednesday, which was yesterday, watakuwa wamerekebisha hiyo transformer kwa sababu wamepata mafuta ya kuweka kwa transformer kutoka Nairobi, sasa imekuja Kisumu. And indeed yesterday vile walikuwa wameniagiza, kweli walileta moto, walileta transformer. Okay, hii nyumba kulingana na vile assessment, ngaje sijaleta contractor wa nyumba, but from my assessment nyumba imeharibika kwa sababu hata hiyo ukuta tayari kuna cracks zinaonekana. Those are physical cracks, ambapo naona kama itanibidi labda nianze nyumba ingine, kwa sababu ndio imesimama, lakini it is weak now. Mnaelewa tu mambo ya moto. Na hata kitu iliokoa tena hata hiyo nyumba ni vile ni ile ceiling board ni ile ya kumwaka. Kama ingekuwa cardboard ile wanaweka, ingekuwa hiyo nyumba ingeungua yote. Hata wale watu ambao walikuwa wanatusaidia hapa wanga manage. Vitu ya kazi nimepoteza, hata ID za watu ndio nilikuwa nimechukua tu kwa chifu, sijapeleka kwa ofisi, ziliungulio hapa. So ni vitu mingi ya kazi, ile documents za zamani wakati huwa tunamaliza kama death certificates booklet, hizi nini birth notifications booklet ambazo zimeisha tunaweka hapa, they are destroyed beyond repair. And somebody may want even to do a reference. Labda amepoteza, anataka akuje mimi nimfanyie photocopy, nitafanya from which document, and already they have been destroyed. Hii imeletwa na makosa ya Kenya Power. Na hata kama mtachukua nafasi muingwae watu wakazi wa hapa, watawaambia the default was the Kenya Power of SARS. Because disconnection, ile connection walifanya jana haikuwa kwa ile standard, haikumit KEBS, Kenya Bureau of Standards, kulingana na kazi ya Kenya Power haikumit. Because I'm told even one of the officers wakati alikuwa anapanda pia yeye ilimchapa shot, na wenyewe wakamchukua polepole wakakimbia naye. So hatujui kama huyo ofisa pia aliathirika ama nini. Though unajua sasa that is in house, wanaweza ficha so that they don't disclose. But that's the gospel truth. Obviously I have to shoot them. I'll shoot them in a court of law because they have made a destruction. Hii nitaanzia wapi? How long wewe kujenga kama hii nyumba kama hii? Utachukua muda gani? Hii nyumba nilianza kujenga hata kabla sijapata kazi. Mimi nimepata kazi 2010. That was June 16, 2010. Kama hii nyumba imefika kwa lindo, unaona? It took me a longer period. Even a step in mile huwezi anza tu leo na umefika. Even Rome was not built in one day. So it took me a number of days and a lot of money. Hii nyumba vile mnaona it is worth 5 million. Just imagine where will I get money, and I'm retiring 2030. Naenda nyumbani nitapata wapi pesa ya kujenga nyumba kama hii? For the Kenya Power has to step in before we take the legal redress, or otherwise we will face them in court. Thank you. Kwa majina na Hassan Umumochi Nandwa. Mimi ni cherani na tena hapa ni kwa ndugu yangu. Hii mambo ya Kenya Power imetuletea shida nyingi, kwa maana mimi nilipofika hapa jana nikishasikia mlipuko, nilipata ndugu yangu aking'ang'ana akitoa pikipiki yake nje. Alafu alikuwa anatoa hapo kwa meter box. Baada dakika chache moshi ukaanza kutoka na moto mkubwa ukatokea katika bedroom yake.
tukaanza kung'ang'ana kumwaka maji, na hii tulishangaa sana kwa maana tumekaa kwa kisa muda mrefu. Baada ya Kenya Power kurutisha transformer, madhara ilitupata baada ya sisi kuhangaika sana. Hii mambo ya stima, kila mara stima inaenda ikiruti inaruti na nguvu, inatuletea madhara. Kwa hivyo mimi nawaomba wakifanya hii kazi wasilete watoto kuja kufanyia hapa mambo ya attachment. Wenyewe wachukue nafasi yao kufanya kazi vile walijitolea kutufanyia kazi kama serikali ilivyo waandika. Hatutaki kupata hii hasara tena. Tunawaomba. Asante. Mimi na Ticha Were, mimi ndio mwenye kuzaa huyu mtoto. Mimi ndio mwenye kumzaa. Nilikuwa ndani ya nyumba. Kata macho sioni, kila kitu sioni. Inakuchanga inaenda, inakuja inaenda. Sasa kurudi ni vita. Waona hii nyumba mtoto yangu alianza kama pato kupata kazi. Sasa sahi analala wapi? Watoto wanalala wapi? Vitu yote inaisha, kila kitu, nguo zake za serikali. Sasa Kenya Power ichue namna gani hapa Boma, watoto kila kitu hakuna hapa. Hata pia mimi macho sioni, nguo hakuna, mwanamke wake hakuna nguo, watoto hakuna nguo, tuko tu uchi. Yote tunaomba tu Kenya Power ya yene isaidie nyumba hii ichengwe, asaidie watoto, asaidie makuo wakuja hapa Kenya Power ikuja hapa iona hapa Boma yangu hii. Niko na shida sana. Hata mimi sikuli, hata macho sioni, niko na wasiwasi mingi sana watoto yangu. Umechoma kila kitu. Kila kitu. Hakuna hapa. Niko tu uchi. Kwa nini? Kwa nini ya hii moto? Crispina Somukanda, mimi ni mzaliwa wa hii eneo la Makwale. Na mimi kitu ambacho naweza sema hapa, kitu ya kwanza, hii moto ilipotea for 3 weeks ago. Wakati moto ilirudi, imeleta maafa mingi sana. Hata kwangu huko nilikuwa nimeweka charger, kwa nini ikalipuka, TV yangu 32 inch ikachomeka, ufa yangu msieta ikachomeka jana. So wakati nilikuwa nyumbani, mimi ni jirani hapo, nikasikia makelele hapa kwa sub chief. Ilibidi nikimbie nikuje ni rescue my sub chief kwa sababu moto yenye ilikuwa inatoka hapa. Mimi watu wenye walikuwa wamejaa hapa, ilinibidi nikaingia ndani ya moshi, nikaingia kwa ceiling board kwenda kusimisha huo moto. Moto ilikuwa mingi sana pale kwa ceiling board. Licha kwa watu walijaribu, watu walienda kwa mtoni, watu walichota maji kwa kisima iliisha. Watu walikuwa wamejaa sana. Mimi ni risk my life. I just risk my life to rescue my sub chief and the entire family. So tafadhalini watu wa Kenya Power, kama mnajua mnaleta watu wa kufanya kazi, msiletee wanafunzi. Mulete watu ambao wanahimiza kufanya hii kazi. Watu mnatoa watoto kwa shule kuja kufanya attachment kwa electricity. Jana ileta maafa mengi sana, ileta shida mingi sana hapa mahali. Mimi kama mkazi wa Makwale, naomba sana serikali ama watu ambao wanadili na Kenya Power, msituletee wanafunzi siku nyingine kuja kufanya experiment kwa electricity. Mulete watu ambao wamehitimu kufanya hii kazi. Sisi hapa sasa, hiyo angalia chief, hii nyumba sub chief ataanzia wapi? Jinsi mlivyokusikia ameeleza kwamba alianza hii kazi, inajenga hii nyumba kama baada anajaajiriwa. Amesema sasa anaenda retirement, atafanya nini ndio arekebishe hii kitu. Sasa the Kenya Power, tafadhalini kujeni kwa ground, mkane na sub chief wetu mtengenezee nyumba hiyo. Ni himizo tu langu. Kama sivyo mtaenda mahakamani. Kama si hivyo tutachukua hatua kuanzia sasa hivi. Hata kama ni kwenda kwa koti tutaenda, hata kubeba kama matau tutabeba, because hawezi kuja kuweka electricity mwisho unakuja kupanda. Hata niko na evidence za hizo pictures, I have it. Wakati walipanda pale nilianza kuchukua hizo picha nikapiga kila mahali. So amwezi sikia ati kuna shida ndio mkuja mnafika mahali penye kuna eneo mnaanza kueleza ati